manager au ni mkurugenzi wa operation wa BR Real Estate. Je, BR Real Estate inajishughulisha na nini hasa? BR Real Estate ni kampuni inayojishughulisha na upimaji na maendeleo ya ardhi, upimaji wa ardhi na uuzaji wa viwanja, na ni kampuni ambayo imeanzishwa tangu 2015. Makao yake makuu yako Dar es Salaam, eneo la Upanga, karibu na ubalozi wa Burundi. Na huu mradi wa Chalinze ambao tunasikia mnautangaza mara kwa mara unahusu nini hasa? Huu mradi wa Chalinze tunaotangaza ni mradi unaojengwa jiji jipya na serikali. Serikali ina mpango wa kujenga jiji jipya na imetenga vijiji kama 36 kwa ajili ya hilo jiji. Na ndani ya hilo jiji kutakuwepo na bandari kavu ya Kwala, na kutakuwepo na maeneo ya viwanda, na kutakuwa na maeneo ya makazi na biashara. Na hili jiji, lengo la serikali ni kupunguza msongamano wa jiji la Dar es Salaam ambalo kwa sasa limejaa, lakini bado watu wanaendelea kuingia. Je, mradi huu unawanufaisha vipi wananchi, hasa wazawa, wawekezaji pamoja na halmashauri? Mradi huu utawanufaisha wananchi kwa ujumla kwa kuwa unatoa fursa ya wananchi kumiliki maeneo kwa sababu maeneo yale, kwa mfano ya Dar es Salaam au mkoa wa Pwani, maeneo yameshamilikiwa na watu wengi na yameisha. Lakini sasa huu mradi unatoa fursa mpya watu kuweza kumiliki maeneo na kwa ajili ya fursa za biashara na fursa za makazi. Tunashuhudia maeneo mengi ya miradi ya ardhi huwa yanakuwa na migogoro, hasa kwa jiji la Dar es Salaam ambako sasa kumejaa. Je, katika hii ardhi ya huku mradi wa Kwala au jiji la Kwala, na tuhakikishia vipi kama eneo hilo haliwezi kuwa na migogoro? Eneo hili haliwezi kuwa na migogoro kwa sababu tunafanya mradi huu tukishirikiana na halmashauri ya Chalinze ambayo ni serikali, na inatuhakikishia kwamba migogoro haitakuwepo kwa kupitia mambo matatu. Jambo la kwanza, haya maeneo yamesajiliwa serikalini, na ukisajili serikalini au serikali wakati wa kusajili inahakiki umiliki wa mtu mmoja mmoja kwamba hili eneo ni la nani haswa, na wakisha hakiki ndio wanakubali kusajili. Lakini pili, ili kuondoa mgogoro pia ule wa serikali na wananchi kwamba ilipanga kufanya mambo fulani na imekuta labda wananchi wamefanya vinginevyo, serikali imeshatoa mwongozo na ndio iliyotoa ramani za maeneo haya yakiwa yanaonyesha matumizi halali ya haya maeneo. Kwa hiyo hakutakuwa na migogoro. Vile vile serikali hiyo hiyo au halmashauri hiyo hiyo ndio itakayosimamia upatikanaji wa hati. Kwa hiyo migogoro kwa ujumla hatutarajii kwa namna yote. Je, mpango wa matumizi wa hii ardhi upoje kwa ajili ya manufaa kwa wateja wanaokuja kununua? Mpango wa ardhi kwa eneo hili, kuna matumizi mbalimbali ambayo yamepangwa na serikali kulingana na mipango miji ambayo ilikuwa imetengenezwa na serikali. Huku katika huu mradi kutakuwa na viwanja ambavyo vitatumika kwa makazi, kutakuwa na viwanja ambavyo vitatumika kwa makazi na biashara, kutakuwa na viwanja vya mashule, kuna masoko, kuna mahospitali, dispensary, kuna mpaka nasari, kuna pia hata maeneo mengine kwenye kando ya mito yametengwa kabisa kama maeneo ya mashamba madogo kwa ajili ya kilimo. Kwa hiyo kila eneo huku limepimwa na lina matumizi yake. Kuna
ni jipya. Vipi kuhusu miundombinu na uboreshaji wa facility zingine ambazo zinaweza zikawezesha wananchi kama miundombinu ya maji, barabara? Ndio. Mipango ipoje? Mipango iko swala la maji, serikali yenyewe ndio ambayo inapata hilo jukumu la kuleta maji kwenye haya maeneo, na hivi tunavyozungumza kisima namba 1 kimeshajengwa ndani ya huu mradi. Kisima namba 1 kimeshajengwa ndani ya huu mradi na visima vingine vinaendelea kujengwa, na haya ni maji ya bomba ya Dawasco ambayo yanaendelea kusambazwa. Lakini vile vile serikali ina mpango wa kusambaza umeme kwenye zile barabara kubwa zote zinazoingia kwenye huu mradi, na barabara za mitaa zimetayarishwa, zimewekewa michoro na zitachongwa. Zingine tumeshachonga tayari na kuna ambazo serikali imeelekeza kwamba zitakuwa ni barabara kubwa ambazo zitawekwa lami na zingine zitakuwa barabara za mitaa za kawaida. Je, katika hili jiji letu unaweza ukawaeleza wananchi wajue wanafika vipi, njia ambazo zinaingia katika jiji letu na kutoka? Ndio. Kwa sasa tumetengeneza njia moja kwa sababu ndio kwanza mradi uko katika hatua za awali kabisa. Tumetengeneza njia moja ambayo unapotoka Dar es Salaam, kama unatokea Dar es Salaam, ukifika roundabout ya Chalinze unatakiwa uelekee Morogoro, uchukue uelekeo wa Morogoro, na ukishaipita ile shule ya Imperial yenye bendera nyingi, kabla hujafika kile kituo cha Msolwa cha petrol station, sehemu ambayo mabasi yanapaki, watu wanapata chakula, katikati kuna njia inaingia kushoto kama unatokea Dar es Salaam. Hiyo njia tumechonga sisi, ina upana wa mita 30. Hiyo ndio ambayo inatuingiza kwenye mradi kwa sasa, lakini ziko njia 4 kubwa kama hizo ambazo zitatengenezwa baadaye, jinsi ambavyo tunaendelea kuendeleza mradi wetu. Ndugu mkurugenzi, tunashukuru. Unaweza ukatoa neno moja kwa wananchi? Mimi ninawashauri watu wote watakaopata hizi taarifa wawahi kununua haya maeneo, kwa sababu kuna ule msemo au watu wanasema huko ni porini, kutaendelea lini? Lakini sisi ni mashahidi. Hata Posta mjini pale palikuwa ni pori na baadaye pakawa mji. Hakuna eneo ambalo limeanza kuwa mji au likawa mji kabla halijawa pori. Lilikuwa pori kwanza na ndio baadaye pakawa porini. Na ili uweze kuwa sehemu ya mji ni lazima kwanza uwe sehemu ya pori. Ushiriki kuwa sehemu ya pori ili baadaye likibadilika kuwa mji, basi na wewe unajikuta huko katika mji. Asante sana. Hivi hapa. Naomba hebu mnisikilize kidogo ndugu zangu. Mpigie basi. Tungepunguza na kwa sababu kuna gari nyingine kwa hapa. Hao wametangulia, tuwahudumie haraka wa. Huyu ni rafiki yangu. Huyu ni katibu wa chama cha wafugaji wilaya ya Chalinze. Ni mmoja kati ya sehemu ya watu ambao wametoa maeneo yao kwa ajili ya mradi mmoja. Lakini pale na pia mshirika wa wafugaji wale ambao hawajachagua laja bosi acha jina la Masawe, hata kama operation officer wa mkoa wa Temeke.
Kwa hiyo nenda fundo hili yote iko chini yake mtanguzo kwa kuona kama yaani kama unamkua ndio hapo. Kama wateja. Basi sikiliza, maji makubwa lita moja baridi. Pepsi moja. Nitakuja harusi moja na nusu, nitakuja Pepsi moja. Sare. Mmeingia kule? Badala kupandisha na hivyo wewe ukujua mkutendea mkutendea barabara mkanyoka. Sawa. Pale kuna uwanja mpira pale ni hata kama tunaelezea. Na ungesauti pale. Wewe fuata road ambayo unajua kama unaenda kwa Mwarabu, unajua kama unakwenda kutazama pipeline. Njoo tazama. Umevielewa viwanja vya Mkuu? Amesema ni hiki na hiki. Ndio hicho. Sasa viangalie. Nishampeleka. Naomba fomu moja Messi. Hapo